aweze kutoa hotuba yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza kabisa naomba hotuba yangu yote iingizwe kwenye Hansard kama ilivyowasilishwa mezani. Mheshimiwa Mwenyekiti, kufuatia taarifa iliyowasilishwa ndani ya Bunge lako tukufu na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Elimu, Utamaduni na Michezo iliyochambua na kutoa ushauri wa makadirio ya mapato na matumizi ya fungu 46 Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia na fungu 18 Tume ya Taifa ya UNESCO, sasa ninaomba kutoa hoja kwamba Bunge lako tukufu likubali kupokea na kujadili taarifa ya utekelezaji wa mpango na bajeti ya mwaka wa fedha 2025-2026. Aidha, ninaomba Bunge lako tukufu likubali kujadili na kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Mheshimiwa Mwenyekiti, makadirio haya ya mapato na matumizi yanayowasilishwa yamelenga katika kuhakikisha uwekezaji katika elimu, sayansi na teknolojia unachangia kujenga rasilimali watu yenye ujuzi, maarifa na ushindani kwa maendeleo endelevu ya taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuniwezesha kusimama tena mbele ya Bunge lako tukufu kuwasilisha utekelezaji wa mpango na bajeti ya mwaka wa fedha 2025-2026 na makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia na Tume ya Taifa ya UNESCO kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa namna ya pekee ninaomba nitumie nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuchaguliwa kwa kishindo katika uchaguzi uliofanyika tarehe 29 Oktoba 2025. Ushindi huu unadhihirisha imani kubwa alionayo wa Tanzania kwa Mheshimiwa Rais na uongozi wake mahiri unaoendelea kuleta mageuzi makubwa katika sekta ya elimu na maendeleo ya taifa kwa ujumla. Tunamuombea kwa Mwenyezi Mungu afya njema na baraka tele katika uongozi wake. Ahadi yetu kwa Mheshimiwa Rais ni kuendelea kufanya kazi kwa bidii na maarifa katika kutekeleza maono yake katika sekta ya elimu. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile ninaomba nitumie fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Dr. Emmanuel John Nchimbi kwa kuchaguliwa kwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 29 Oktoba 2025. Ninampongeza pia Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kuchaguliwa tena kuwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi la Zanzibar. Aidha, ninampongeza Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba mbunge kwa kuteuliwa na rais na kupitishwa na bunge hili tukufu kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba pia nimpongeze Mheshimiwa Musa Azan Zungu kwa kuchaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Ilala na kwa kupata imani ya waheshimiwa wabunge kuwa spika wa bunge hili la 13. Nampongeza pia Mheshimiwa Daniel Baral Silo kwa kuchaguliwa kuwa naibu spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Vile naomba kutumia nafasi hii kuwapongeza wenye viti wa bunge Mheshimiwa Naman Murtaza Giga, Mheshimiwa Cecilia Daniel Parezo na wewe mwenyekiti wetu Mheshimiwa Deodatus Philip Mwanyika kwa kuaminiwa katika nafasi hizi muhimu sana katika bunge tukufu. Mheshimiwa Spika na wasaidizi wote wanaliongoza bunge letu vizuri kwa umakini na umahiri na weledi mkubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa namna ya pekee ninaomba nitoe shukrani zangu za dhati kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuniamini mimi na kunipa dhamana mimi pamoja na naibu waziri Mheshimiwa Wanu Hafidh Ameir katika kuisimamia na kuiongoza Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Naomba pia kutoa shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Husna Juma Sekiboko mbunge, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Elimu, Utamaduni na Michezo na makamu mwenyekiti Mheshimiwa Cornel Lucas Magembe na wajumbe wote wa kamati kwa ushirikiano wanaotoa kwetu hasa katika kuisimamia na kuishauri wizara katika utekelezaji wa majukumu yake mbalimbali. Kamati imefanya kazi kubwa ya kuchambua taarifa ya utekelezaji wa mpango na bajeti ya wizara kwa mwaka 2025-2026 na makadirio ya mapato na matumizi ya wizara kwa mwaka 2026-2027. Maoni na ushauri uliotolewa na kamati umetusaidia sana wakati wa maandalizi ya bajeti ya wizara. Ninaiahidi kamati kuwa tutaendelea kupokea maelekezo, maoni na ushauri wao na kufanyia kazi kwa ajili ya maendeleo ya sekta ya elimu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba pia kuwapongeza mawaziri na manaibu waziri wote walioteuliwa na kuongoza wizara mbalimbali. Kwa kuzingatia kuwa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia
ni mtambuka, ninawaahidi kutoa ushirikiano katika kuhakikisha tunatoa huduma na kuleta maendeleo kwa taifa letu wakati wote. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuwa hii ni hotuba yangu ya kwanza kwenye bunge hili la 13, ninaomba nitumie fursa hii kuwapongeza waheshimiwa wabunge wote kwa kuchaguliwa na kuteuliwa kwao kuwa wabunge wa bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hongereni sana waheshimiwa, na ninaomba ushirikiano wenu katika kuendeleza elimu, sayansi na teknolojia. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kuwashukuru viongozi wenzangu, watendaji na watumishi wote wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa utendaji mahiri na ushirikiano wanaotoa katika kutekeleza majukumu ya wizara. Kipekee namshukuru sana Mheshimiwa Wanu Hafidh Ameir, naibu waziri, kwa uchapakazi wake na ushirikiano wa hali ya juu anaotoa katika kuongoza wizara. Namshukuru pia Katibu Mkuu Profesa Caroline Ignatius Nombo na naibu makatibu wakuu Profesa Daniel Elius Mushi na Dr. Hussein Mohamed Omari kwa utendaji kazi wao wenye bidii na weledi mkubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile ninaomba kuwashukuru wananchi wa jimbo la Rombo kwa kuniamini na kunichagua kuendelea kuliongoza jimbo hilo. Nawashukuru kwa kuendelea kushirikiana nami katika kuleta maendeleo ya jimbo letu na taifa kwa ujumla. Ninaishukuru sana familia yangu, hususan mke wangu mpendwa Beatrice kwa kunitia moyo na kuniwezesha kutimiza majukumu yangu kwa umakini, juhudi na ari kubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba kuungana na wabunge wenzangu wote waliotangulia kwa kutoa salamu za pole kwa bunge lako tukufu, kwako wewe binafsi, familia na wananchi wote kwa kuondokewa na wapendwa wetu. Kwanza, Mheshimiwa Jenista Joakim Mhagama alikuwa mbunge wa Peramiho aliyefariki tarehe 11 Disemba 2025. Marehemu Jenista Mhagama aliwahi kuwa naibu waziri Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi kati ya mwaka 2014 2015. Pili, Mheshimiwa Halima Eid Nassor aliyekuwa mbunge wa viti maalum ambaye alifariki tarehe 18 Januari 2026. Na tatu, Mheshimiwa William Vangimende Lukuvi aliyekuwa waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu na mbunge wa jimbo la Isimani alifariki tarehe 25 Machi 2026. Hakika kuondokewa na viongozi hao ni pigo kwa familia na taifa letu kwa ujumla, lakini mchango wao utaendelea kuwa chachu ya maendeleo ya sekta mbalimbali ikiwepo sekta yetu ya elimu. Tutaendelea kuyaenzi maisha yao na kujifunza kutoka kwa uongozi wao mzuri. Vile vile natoa pole kwa Tanzania wote walioondokewa na ndugu zao kutokana na maradhi na sababu mbalimbali. Ninaombea marehemu wote, Mwenyezi Mungu aziweke roho zao mahali pema peponi. Amina. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya utangulizi huo, ninaomba sasa kutoa taarifa ya utekelezaji wa mpango wa bajeti ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia fungu 46 na fungu 18 kwa mwaka wa fedha 2025/26 na mpango wa makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2026/27. Taarifa hii inaelezea hatua zilizofikiwa katika utekelezaji wa mpango wa bajeti kwa mwaka wa fedha 2025/26 na mwelekeo wa kimkakati wa sekta ya elimu katika kuchangia maendeleo ya taifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2025/26 idara, vitengo na taasisi zilizo chini ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia zilikadiria kukusanya maduhuli yenye thamani ya shilingi bilioni 720,575,879,789.63 na kati ya fedha hizo shilingi bilioni 8,402,257,000 ni makusanyo ya idara na vitengo vya wizara na shilingi bilioni 712,622,789.63 ni makusanyo ya taasisi zilizo chini ya wizara. Vyanzo vya maduhuli haya ni ada, malipo ya ushauri elekezi, mchango wa udhibiti ubora wa shule na baadhi ya huduma zinazotolewa na wizara pamoja na taasisi zake. Makusanyo haya yanaonyesha mchango mkubwa wa taasisi hizo chini ya wizara katika kuongeza mapato ya ndani na kuimarisha uendelevu katika sekta ya fedha katika wizara yetu. Mheshimiwa Spika, hadi kufikia Aprili 2026 wizara imekusanya jumla ya shilingi bilioni 520,140,480,477.35 sawa na asilimia 72 ya makadirio, ambapo shilingi bilioni 6,864,106,833 zimekusanywa na idara na vitengo na shilingi bilioni 513,272,573,644.35 zimekusanywa na taasisi zilizo chini ya wizara. Hali hii inaashiria mwenendo wa kuridhisha wa ukusanyaji wa mapato unaoendana na matarajio ya serikali licha ya changamoto mbalimbali za kiuchumi. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2025/26 bunge lako tukufu liliidhinisha kiasi cha shilingi trilioni 2 bilioni 826 na milioni 78
405,000 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na miradi ya maendeleo ya fungu 46 Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, ambapo shilingi bilioni 688,614,234,000 zilikuwa ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi trilioni 2 bilioni 137,464,171,000 zilikuwa ni kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Aidha, kupitia Tume ya Taifa ya UNESCO, yaani fungu 18, wizara iliidhinishiwa kiasi cha shilingi bilioni 3,240,000 na 288,000 kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Mheshimiwa Mwenyekiti, fedha zilizoidhinishwa zimeelekezwa katika maeneo ya kimkakati ikiwemo kuboresha miundombinu ya elimu, kuimarisha ubora wa ufundishaji na ujifunzaji pamoja na kuongeza upatikanaji wa vifaa vya elimu. Uwekezaji huu unaendelea kuhakikisha kila Mtanzania anapata elimu bora inayomwezesha kushiriki kamilifu katika uchumi wa taifa na kuhakikisha kuwa hakuna aliyeachwa nyuma. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2025/26 wizara inatekeleza vipaumbele vitano kwa lengo la kuongeza fursa, kuimarisha ubora wa elimu na mafunzo pamoja na matumizi ya sayansi, teknolojia na ubunifu ili kuchangia katika maendeleo endelevu ya taifa. Vipaumbele hivyo ni kama ifuatavyo. Kwanza, kuendelea na utekelezaji wa sera na mitaala, mapitio ya sheria, kuandaa miongozo ya utoaji elimu na mafunzo hapa nchini. B, kuongeza fursa na kuimarisha ubora wa mafunzo ya amali, ufundi na ufundi stadi katika shule za sekondari na vyuo vya amali. C, kuongeza fursa na kuimarisha ubora wa elimu ya awali, msingi, sekondari na ualimu. Na D, kuongeza fursa na kuimarisha ubora wa elimu ya juu. Na mwisho E, kuimarisha uwezo wa nchi katika utafiti, matumizi ya sayansi, teknolojia na ubunifu ili kuchochea ujenzi wa uchumi wa viwanda. Mheshimiwa Mwenyekiti, vipaumbele hivi vimechaguliwa kwa kuzingatia mahitaji ya taifa kwenye uchumi wa viwanda, kuongeza ajira kwa vijana na kuimarisha ushindani wa kimataifa kupitia elimu, sayansi na teknolojia. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kutekeleza sera, mipango na mikakati mbalimbali inayoimarisha utoaji wa elimu na mafunzo nchini kwa lengo la kuzalisha rasilimali watu yenye ujuzi na maarifa stahiki yatakayomwezesha Mtanzania kujiajiri na kuajiriwa pamoja na kuchangia katika maendeleo endelevu ya taifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kutekeleza sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023, serikali imeendelea na maandalizi ya utekelezaji wa elimu ya lazima ya miaka 10 ambapo takriban wanafunzi milioni 3 na 21,177 wanatarajiwa kujiunga na elimu ya sekondari kidato cha kwanza ifikapo 2028. Idadi hiyo inatokana na idadi ya wanafunzi waliopo darasa la 5 na la 6 kwa mwaka huu wa 2026 watakaomaliza elimu ya msingi mwaka 2027 na watakaojiunga na elimu ya sekondari mwaka 2028. Kwa msingi huo, serikali kupitia ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI imeendelea na ujenzi wa miundombinu ya madarasa, maabara, karakana na ununuzi wa vifaa pamoja na kutoa ajira mpya za walimu ili kuwezesha mapokezi ya wanafunzi husika. Mheshimiwa Mwenyekiti, hatua ya utekelezaji wa elimu ya lazima ya miaka 10 ni ya kihistoria, kwani itaongeza kwa kiasi kikubwa upatikanaji wa elimu ya sekondari na kuandaa kizazi kipya chenye ujuzi na maarifa na kuendana na lengo namba 4 la maendeleo endelevu. Hapa Tanzania, umri wa kuanza darasa la kwanza ni miaka 6. Kwa hiyo mtoto alianza darasa la kwanza akiwa na miaka 6, anamaliza darasa la 7 akiwa na miaka 13 tu. Huu ni umri ambao mtu hawezi kuajiriwa wala kuajirika. Sera ya elimu na mafunzo ya 2014 toleo la 2023 imerekebisha jambo hili kwa kufanya elimu ya lazima kuwa ni miaka 10. Hivyo kijana atamaliza elimu ya lazima akiwa na miaka 16. Kwa hiyo mageuzi ya kufanya elimu ya msingi iwe ni miaka 6 lakini elimu ya lazima iwe ni miaka 10 ni mkakati wa kuhakikisha kijana hawezi kutoka kwenye mfumo wa elimu kabla hajakaribia umri wa kuajirika au kujiajiri. Mkakati wa pili unaozingatia fursa katika ajira ni kuanzisha mkondo wa amali katika shule za sekondari. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile serikali imeendelea na mapitio ya sheria ya elimu sura ya 353 ambapo tayari imekamilisha kukusanya maoni kutoka kwa wadau mbalimbali wa elimu na kuandaa taarifa ya awali ya mapitio ya sheria. Sambamba na mapitio ya sheria, serikali imeandaa viunzi mbalimbali ili kuendana na mahitaji ya sera ikiwemo kiunzi cha umahiri wa walimu katika TEHAMA 2026 ili kuimarisha matumizi ya TEHAMA katika kufundishia na kujifunzia na kiunzi cha kitaifa cha uanzishaji na uendelezaji wa ushirikiano kati ya serikali na wadau wa teknolojia za kidijitali katika elimu, sekta ya elimu. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali pia imeandaa miongozo mbalimbali ikiwepo miongozo 8 ya utoaji elimu jumuishi. Miongozo hiyo ni pamoja na mwongozo wa sanaa na michezo rekebifu kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum wa mwaka 2026,
mwongozo wa matumizi ya tehama na teknolojia saidizi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum kwa mwaka 2026, mwongozo wa lugha ya alama ya Tanzania wa mwaka 2026 na mwongozo wa utoaji wa elimu ya amali kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum wa 2026. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika siku 100 tangu kuapishwa kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais alionyesha dhamira yake ya dhati ya kuleta mageuzi katika sekta ya elimu yatakayokuwa msingi imara kwa wanafunzi kujifunza na kuandaa wahitimu wenye ujuzi na uwezo wa kujiajiri na kuajirika kushindana katika soko la ajira kimataifa. Katika kufikia azma hiyo ya Mheshimiwa Rais, serikali kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imetekeleza yafuatayo. Moja, imeandaa mpango mkakati wa kisayansi wa kujenga umahiri wa kusoma, kuandika na kuhesabu, yani KKK, kwa watoto wa elimu ya awali na wanafunzi wa darasa la kwanza na la pili, ambao ulizinduliwa na Rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tarehe 29 Januari 2026 jijini Dar es Salaam. Mpango huo ni hatua ya kimkakati ya kuhakikisha hakuna mwanafunzi anayefikia darasa la 3 bila kumudu stadi za kusoma, kuandika na kuhesabu. Na pili, nimeandaa mkakati wa pamoja kati ya waajiri, vyuo vya ufundi stadi na vyuo vikuu ambao ulizinduliwa na Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi tarehe 9 Februari 2026 jijini Dar es Salaam. Mpango huu unalenga kuimarisha ushirikiano baina ya sekta ya ajira na viwanda na taasisi za elimu ili kuandaa wataalamu kulingana na mahitaji, wanafunzi kujifunza kwa vitendo, pamoja na kuwezesha wahitimu kujiajiri au kuajiriwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni matarajio yetu kuwa mpango wa pamoja kati ya waajiri, vyuo vya elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi na vyuo vikuu utaimarisha ushirikiano na viwanda. Vilevile utahamasisha waajiri kutoa fursa zaidi kwa wahitimu na kutoa mafunzo kwa vitendo kwa wanafunzi, na hivyo kupunguza au kuondoa kabisa changamoto ya kukosekana kwa uwiano baina ya ujuzi na mahitaji ya soko la ajira, yani skills mismatch. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imedahili wanafunzi 315,307 kati ya wanafunzi wa vyuo vya elimu ya ufundi. Wanafunzi wa vyuo vya elimu ya ufundi ni 236,199 na vyuo vya mafunzo ya ufundi stadi ni 79, sawa na 119% ya lengo la kudahili wanafunzi 265,000. Ongezeko hili la udahili linaonyesha mafanikio makubwa ya serikali katika kuongeza fursa za upatikanaji wa elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi. Hii ni hatua muhimu katika kujenga nguvu kazi yenye ujuzi na inaongeza ajira kwa vijana. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea na ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya vyuo vya elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi ili kuongeza fursa ya amali, ikiwemo ujenzi wa VETA 65 za wilaya na chuo kimoja cha mkoa wa Songwe ambapo wastani wa ujenzi umefikia 68%. Mradi huu wa kimkakati utaongeza fursa ya upatikanaji wa elimu ya ufundi katika ngazi ya wilaya, hivyo kuwezesha vijana wengi zaidi kupata ujuzi bila kulazimika kuhama maeneo yao. Hatua hii pia itaongeza usawa wa upatikanaji wa elimu nchini. Na pili, ukarabati wa miundombinu ya vilivyokuwa vyuo vya ualimu Mtwara kawaida na Mtwara ufundi ambavyo vyuo hivyo pia vimeunganishwa na kuwa ni ndaki ya Mtwara ya ualimu ufundi ya Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia ya Mbeya ambapo ukarabati umefikia 68%. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuvipa hadhi vituo vya umahiri ili kuimarisha utoaji wa mafunzo ya fani za kipaumbele zinazolenga kuzalisha wataalamu waliobobea, serikali imeendelea kutekeleza yafuatayo. Moja, imekamilisha ujenzi wa jengo lenye kumbi za mihadhara, maabara na ofisi pamoja na kuweka vifaa vya kisasa vya tehama na teknolojia katika kituo cha kikanda cha umahiri katika tehama kilichopo katika Taasisi ya Teknolojia Dar es Salaam. Na pili, imeendelea na ujenzi wa kituo cha umahiri cha uchakataji na utengenezaji wa bidhaa za ngozi na teknolojia shirikishi katika kampasi ya Mwanza ya chuo hicho kinachojumuisha mabweni mawili, jengo maalum la taaluma, jengo la utawala, madarasa na jengo la kawaida. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inatekeleza mpango wa kitaifa wa kuimarisha elimu ya ufundi na umahiri unaolenga kuandaa walimu wenye ujuzi wa kisasa na mbinu shirikishi za ufundishaji ambao umewezesha walimu 150 wa amali za kihandisi kwenda New Delhi, India kwa mwezi mmoja. Walimu hao walipatiwa mafunzo ya umahiri katika ufundishaji wa masomo ya amali katika vyuo vya huko na pia walipata fursa ya kushiriki mafunzo kwa vitendo katika shule za ufundi na ufundi stadi nchini humo. Hatua hiyo ni ya kimkakati na inadhihirisha dhamira ya serikali ya kuwekeza katika rasilimali watu na kuhakikisha walimu wanakuwa chachu ya mabadiliko ya elimu na ajira kwa vijana. Mheshimiwa Mwenyekiti, udhibiti ubora wa elimu katika shule za awali, msingi, sekondari na vyuo vya walimu ni muhimu katika kuhakikisha elimu inatolewa katika taasisi hizo inazingatia taratibu na miongozo inayotolewa na wizara.
Kwa kutambua umuhimu huo, serikali imeendelea kuimarisha udhibiti ubora wa shule na vyuo vya ualimu kwa kufanya tathmini ya jumla katika taasisi 8,067 zikihusisha shule za awali na msingi, sekondari, vyuo vya ualimu na vituo vya elimu nje ya mfumo rasmi na vyuo vya maendeleo ya wananchi. Aidha, asasi zilizobainika kuwa na upungufu zilipewa ushauri stahiki. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kuongeza upatikanaji wa vitabu vya elimu ya awali, msingi, sekondari na ualimu ili kufikia lengo la uwiano wa kitabu kimoja kwa mwanafunzi kwa kutekeleza hatua mbalimbali. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kutambua na kukuza kazi za uandishi bunifu kwa kuibua vipawa katika uandishi wa fasihi ya Kitanzania, kuongeza machapisho na kukuza tabia ya usomaji na kwa kutekeleza yafuatayo. Moja, imeratibu utoaji wa tuzo ya taifa ya Mwalimu Nyerere ya uandishi bunifu ili kuwatambua waandishi mahiri wa kazi za fasihi, ambapo miswada 260 imepokelewa na kufanywa tathmini katika duru ya 4 ya utoaji wa tuzo hii. Miswada hiyo 260 imegawanyika katika kama ifuatavyo: riwaya miswada 53, ushairi 86, hadithi za watoto 73 na tamthilia 48. Miswada hii ilipitiwa na jopo la majaji ambao walichambua na kuchagua mshindi wa kwanza, mshindi wa pili na mshindi wa tatu kwa kila nyanja. Washindi hao watatu kwa kila nyanja walipewa zawadi stahiki. Mshindi wa kwanza kwa kila nyanja alipewa zawadi na kutambuliwa kwa tuzo, na msaada wa kila mshindi wa kwanza unachapishwa, mswada wa kila mshindi wa kwanza unachapishwa na kusambazwa kwa wasomaji. Sherehe ya utoaji wa tuzo hii kwa duru hii ulifanyika tarehe 13 Aprili mwaka huu, na hii ni tarehe ambayo Mwalimu Nyerere alizaliwa. Katika duru ya 4 ya utoaji wa tuzo hii ambayo ilifanyika tarehe 13 Aprili kama nilivyoeleza, mgeni rasmi alikuwa Mwalimu Abdulatif Abdalla ambaye ni mtunzi nguli wa mashairi, mtafsiri wa vitabu vya fasihi ya andishi na mshindi wa tuzo ya Jomo Kenyatta ya fasihi ya andishi. Tuzo hii inasimamiwa na kamati maalum inayofanya kazi kwa uhuru, umahiri na weledi kupitia Taasisi ya Elimu Tanzania. Na pili, imechapisha na kusambaza nakala 142,000 za vitabu vya washindi wa tuzo ya taifa ya Mwalimu Nyerere ya uandishi bunifu kwa mwaka wa fedha 2024/25. Vitabu hivyo vimegawanywa katika nyanja kama ifuatavyo: riwaya nakala 50,000, ushairi nakala 50,000 na hadithi za watoto nakala 42,000. Vitabu hivi vimesambazwa katika shule za sekondari 6,418 na shule za msingi 18,061. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kusimamia matumizi ya teknolojia katika kufundishia na kujifunzia kwa kuimarisha jukwaa la ufundishaji na ujifunzaji kwa wanafunzi wa sekondari kwa kulifunganisha na teknolojia ya akili unde kama msaidizi wa mwanafunzi katika kujisomea, kufanya majaribio ya kidijiti na kujipima. Vile vile inaboresha jukwaa la shule mtandao kuwa jumuishi ili kuwezesha wanafunzi wenye mahitaji maalum kutumia maudhui ya kielektroniki kwa urahisi kupitia TEHAMA. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imekamilisha ujenzi wa mfumo wa shindano la walimu la stadi za kufundishia utakaotumiwa na walimu shule za msingi na sekondari kwa masomo yote, ambapo jumla ya walimu 2,800 wamewasilisha video za ufundishaji ili kufanywa tathmini. Mfumo huo unaongeza ufanisi wa kuwapata walimu mahiri watakaopata zawadi mbalimbali, ikiwemo kurekodi video za mfano zitakazotumiwa na walimu wengine katika kufundishia na kujifunzia. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kuimarisha upatikanaji wa vifaa kwa walimu na wanafunzi wenye mahitaji maalum, ikiwemo kununua na kugawa vifaa vya elimu na saidizi kwa walimu, wakufunzi na walimu tarajali wenye ulemavu. Vifaa hivyo ni pamoja na kompyuta mpakato, mashine za kidijiti za kurekodi sauti, tablets, mashine za braille ya kielektroniki, emboza, mashine za kuongeza sauti na seti za kupima usikivu. Vifaa hivyo vimesambazwa katika shule za msingi 309, shule za sekondari 629 na vyuo vya ualimu 10. Wanufaika wa vifaa hivyo ni wenye ulemavu wa viungo, wenye changamoto ya uoni, wenye uziwi, wenye ualbino na wenye usikivu hafifu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mafunzo endelevu ni muhimu katika kuendeleza na kuimarisha utekelezaji wa kazi ya walimu, wakufunzi, wadhibiti ubora wa shule na wasimamizi wa elimu nchini. Kwa kutambua umuhimu huo, serikali imetoa mafunzo mbalimbali ikiwemo kutoa mafunzo kwa walimu na wanafunzi 206,296 kuhusu matumizi ya majukwaa ya kidijiti na maktaba mtandao ili kuwawezesha walimu kutumia maktaba mtandao na nyenzo nyingine za kidijiti katika utekelezaji wa mtaala, na imetoa mafunzo kwa walimu 124,601 kwa mchanganuo ufuatao: kuhusu ufundishaji wa stadi za kusoma, kuandika na kuhesabu, kuhusu usimamizi wa utekelezaji wa mafunzo endelevu ya walimu kazini kwa wakuu wa shule, na kuhusu mbinu mbalimbali za kuboresha ufundishaji na ujifunzaji darasani kwa walimu.
wa shule za msingi na sekondari. Mafunzo haya yanaimarisha umahiri wa walimu na kuongeza ubora wa ujifunzaji darasani. Hii ni hatua muhimu katika kuhakikisha mageuzi ya elimu yanafanikiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kupitia taasisi ya elimu ya watu wazima imewarejesha wanafunzi 3467 ikiwemo wanawake 2062 na wanaume 1402 waliokatisha masomo kwa sababu mbalimbali, ambao wanaendelea na shule kupitia elimu kwa njia mbadala. Vilevile serikali imefanya tathmini ya matokeo ya utekelezaji wa sera na miongozo ya kuwarejesha shuleni wanafunzi waliokatisha masomo kwa sababu mbalimbali. Tathmini imewezesha kubaini mafanikio katika utekelezaji wa sera na miongozo pamoja na changamoto zinazoweza kuathiri utekelezaji wake. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kuimarisha fursa katika elimu ya juu kwa kutoa mikopo kwa wanafunzi wa stashahada na shahada kwa kutekeleza yafuatayo. Imeratibu udahili wa wanafunzi 170,916 waliomba kujiunga na elimu ya juu kwa ngazi ya shahada ya kwanza katika vyuo vya elimu ya juu nchini kwa mwaka wa masomo 2025/26. Kati ya maombi hayo waombaji 159,010 sawa na 93% walidahiliwa, ikiwa ni ongezeko la wanafunzi 21,193 ukilinganisha na wanafunzi 137,817 waliodahiliwa katika mwaka wa fedha 2024/2025, na imetoa mkopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu 287,120 ikilinganisha na idadi ya wanafunzi 245,384 waliopata mikopo kwa mwaka 2024/25. Mheshimiwa Mwenyekiti, mabadiliko ya kasi ya teknolojia hasa katika masuala ya akiliunde, yaani artificial intelligence, ni fursa kubwa sana kwa binadamu kuweza kufanya maisha yakawa bora zaidi. Akiliunde itaboresha sana tiba na afya ya binadamu kwa ujumla, itaongeza tija katika kilimo, itaboresha na kuimarisha sana elimu, itabadilisha sana namna nchi inavyoweza kusimamia ulinzi na usalama na kadhalika. Akiliunde na taaluma kama hizi inakuwa kwa kasi sana duniani na ni maendeleo ambayo hayaepukiki na hayazuiliki. Lakini mabadiliko haya ya teknolojia yanaweza kuwa ni changamoto kubwa na ya kutisha kwa binadamu kama juhudi stahiki zisipochukuliwa za kuielewa, kuimudu na kuisimamia teknolojia hii ya akiliunde na teknolojia zinazoendana nayo. Kwa mfano, kuna uwezekano mkubwa sana wa muundo wa ajira kubadilika sana na kusababisha watu wengi kupoteza ajira kwa sababu ya kasi na ukubwa wa maendeleo ya teknolojia. Akiliunde pia inaweza kuumiza watu na nchi kwa namna nyingi, ikiwa ni pamoja na kugusa mambo ya ulinzi na usalama, kuingilia taarifa za watu bila mipaka na kadhalika. Serikali inatambua kuwa ni muhimu kujenga uwezo wa nchi yetu katika kuielewa, kuimudu na kuitumia vizuri teknolojia ya akiliunde na teknolojia kama hizo ili kufanya maendeleo haya yawe fursa badala ya kuwa changamoto. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kutambua umuhimu wa kujenga na kuimarisha uwezo wa nchi yetu katika masuala ya akiliunde na teknolojia za mwelekeo huo, serikali imeanzisha utaratibu wa kufadhili vijana wa Kitanzania kwenda kusomea mambo ya akiliunde. Moja ya hatua hizi ni kufadhili vijana wa Kitanzania kusoma nje ya nchi katika vyuo vizuri na ambao vina utaratibu mzuri wa kutoa taaluma darasani na ujuzi katika ushirikiano na makampuni ya teknolojia. Kwa minajili hiyo, wizara imeanzisha ufadhili unaojulikana kama Samia Scholarship Extended, Data Science, Artificial Intelligence and Allied Sciences. Ufadhili huu unaendeshwa kwa uwazi na ushindani. Na nitarudia. Ufadhili huu unaendeshwa kwa uwazi na kwa ushindani. Kwa kuanzia, wanafunzi 50 waliopata ufaulu wa juu zaidi katika matokeo ya kidato cha 6 mwaka 2025 kwenye tahasusi za sayansi zinazojumuisha hisabati walichaguliwa kwa ajili ya kupelekwa nje kwa masomo. Wanafunzi hao wamechaguliwa kutokana na matokeo yao kuwa bora zaidi kuliko wengine. Ni utaratibu wa uwazi na ushindani. Wanafunzi hao walipelekwa kwenye kambi ya mafunzo katika taasisi ya Afrika ya sayansi na teknolojia ya Nelson Mandela. Kambi hii ya mafunzo ni ya maandalizi ya wanafunzi hao kabla hawajapelekwa nje kusoma. Kati ya wanafunzi hao 50, 16 wameshapelekwa chuo kikuu cha Johannesburg kuanza masomo. Wanafunzi 34 waliobaki wameshakubaliwa kujiunga na vyuo vikuu nchini Ireland. Kati yao wanafunzi 32 watajiunga na chuo kikuu cha Limerick nchini Ireland na wanafunzi 2 watajiunga na chuo kikuu kishiriki cha Dublin nchini Ireland. Wanafunzi hawa wanatarajia kuondoka nchini kuelekea Ireland mwezi wa 9 mwaka huu na watakuwa wageni wetu hapa bungeni siku ya leo baadaye. Mheshimiwa Mwenyekiti,
Wanufaika wa mpango wa Samia Scholarship Extended DSAI Plus wamepata punguzo la ada ya masomo kwa 50% katika chuo kikuu cha Limerick nchini Ireland kufuatia makubaliano yaliyotiwa saini mwezi Machi tarehe 26, 2026 jijini Dar es Salaam. Makubaliano hayo yamelenga kuongeza fursa za elimu ya juu kwa vijana wa Kitanzania katika fani za kisasa zikiwemo hiyo ya sayansi, data, akiliunde na sayansi shirikishi. Vijana hao ni sehemu ya wanufaika hao 50 kama nilivyosema. Kwa upande wa wanafunzi 16 waliokwenda chuo kikuu cha Johannesburg nchini Afrika Kusini, makubaliano ya ushirikiano yaliyopo yaliwawezesha kufikiriwa katika kundi la wanafunzi wanaotoka nchi za SADC ambao wanalipa ada kiasi kidogo na ada ukilinganisha na ada nyingine. Na tumeambiwa kwa ufaulu wao duru nyingine wakienda hawatalipishwa ada yoyote kwa sababu tunachukua wale walio bora, waliofaulu vizuri zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mpango huu ni hatua muhimu katika kuwezesha vijana wenye vipaji kupata elimu na ujuzi unaoendana na mahitaji ya dunia ya sasa ya kidijitali, ikiwa ni jitihada ya utekelezaji wa sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023 inayosisitiza umuhimu wa kuandaa nguvu kazi yenye ujuzi hasa katika maeneo ya sayansi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie fursa hii kuwakaribisha wadau wa elimu kuunga mkono juhudi za serikali kwa kuchangia mfuko wa Samia Scholarship ili kuongeza idadi ya wahitimu katika masomo ya sayansi, teknolojia, uhandisi na hisabati. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile serikali imeendelea kutoa ufadhili wa masomo kwa wanafunzi wa mwaka wa kwanza vyuo vikuu ambao wamefanya vizuri zaidi katika masomo ya sayansi na wameenda kusoma masomo ya sayansi. Na tunatoa shahada ya umahiri katika vyuo bora duniani katika fani za nuclear medicine, medical physics, nuclear engineering and power plants and research reactors kupitia Samia Scholarship Extended Nuclear Science. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kuimarisha ushirikiano baina ya vyuo vikuu vya ndani na nje ya nchi ambapo kwa kutekeleza hayo imepokea ufadhili wa masomo kwa wanafunzi 260 kutoka nchi wahisani kama ifuatavyo: Urusi wanafunzi 150, China 49, Hungary 21, Jumuiya ya Madola 11, Misri 10, Algeria 8, Morocco 4, Mauritius 4, Korea Kusini 2, Shirika la Kimataifa la Nguvu za Atomi 1. Aidha, imeendelea kutoa ufadhili kwa wanafunzi 15 kutoka China wanaosoma lugha ya Kiswahili katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia katika taasisi za elimu ya juu kwa kujenga na kukarabati miundombinu mbalimbali ikiwemo kuendelea na ujenzi wa majengo mapya 130 yanayojumuisha madarasa, maabara, kumbi za mihadhara, ofisi, mabweni na vituo vya utafiti katika maeneo 47 ya taasisi 20 zinazotekeleza mradi wa elimu ya juu mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kuhakikisha kuwa elimu inayotolewa inakidhi miongozo inayotolewa na mahitaji ya soko la ajira, serikali imeendelea kusimamia na kudhibiti ubora wa elimu inayotolewa na vyuo vikuu na taasisi ya elimu ya juu kwa kutoa ithibati kwa program 233 kati ya 461 zilizofanywa tathmini kama ifuatavyo: astashahada 7, shahada 193, shahada ya uzamili 23 na shahada ya uzamili 10. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile serikali imeendelea kuwezesha wahadhiri na watumishi waliopo katika vyuo vikuu na taasisi za elimu ya juu kwa kutoa mafunzo ya muda mrefu na muda mfupi kwa watumishi 1179 kwa ngazi mbalimbali: astashahada 3, astashahada 12, shahada ya kwanza 37, shahada ya umahiri 422 na shahada ya uzamivu 703 na muda mfupi kwa watumishi 1289 kwa taasisi za elimu ya juu. Mheshimiwa Mwenyekiti, utafiti ni nyenzo muhimu katika kuongeza maarifa mapya, kuchochea maendeleo ya uchumi na kutatua changamoto mbalimbali za kijamii. Serikali kwa kutambua umuhimu huo imeratibu jumla ya miradi 168 ya utafiti na ubunifu ikiwemo miradi 19 ya mashindano ya kitaifa ya sayansi, teknolojia na ubunifu yaani MAKISATU. Aidha, ameendelea utekelezaji wa miradi ya utafiti 261 kupitia taasisi za elimu ya juu na vyuo vya elimu ya ufundi katika maeneo mbalimbali ikiwemo ardhi, ujenzi, maji, tabia nchi, mazingira, kilimo, afya, elimu, viwanda, sayansi ya jamii, teknolojia, biashara na ushirika na uwekezaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kukabiliana na changamoto za kimazingira na kuiwezesha uwezo taifa katika maendeleo ya viwanda, uchumi na ustawi wa wananchi kwa ujumla, serikali imefadhili miradi 39 ya utafiti katika sekta mbalimbali kama vile kilimo, maji, afya, nishati, bawanuai, mifumo ya miji na utawala bora wa hali ya hewa. Uwekezaji huu utawezesha wanasayansi wa Tanzania kuendelea na utafiti wa tabia nchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeanza utekelezaji wa mfuko wa Samia Innovation Commercialization Fund unaolenga kutoa mikopo yenye masharti nafuu kwa wabunifu ili kuwawezesha kubidhaishaji na ubiasharishaji wa bunifu na teknolojia za wabunifu wetu. Katika awamu ya kwanza wabunifu 7 wamefanikiwa ambapo jumla ya shilingi milioni 767 zimetolewa.
Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kupitia taasisi ya elimu ya juu na vyuo vya elimu ya ufundi imechapisha machapisho 1556 ya kitaaluma katika ngazi ya kitaifa na kimataifa ili kuongeza maarifa katika jamii kuhusu namna ya kutatua changamoto mbalimbali. Vile vile imeendelea kutoa huduma 230 za ushauri elekezi katika miradi mbalimbali ikiwemo ugani, vyama vya ushirika, matumizi ya udongo, mawe na nyenzo zinazotumika katika ujenzi wa miundombinu. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kudhibiti na kuimarisha matumizi salama ya mionzi ya nyuklia hapa nchini kupitia Tume ya Nguvu za Atomu kwa kupima sampuli 31,739 za vyakula na vifaa vya mlolongo wa chakula ili kubaini uwepo wa uchafuzi wa mionzi. Matokeo ya vipimo vya sampuli hizo yalionyesha kutokuwepo kwa uchafuzi wa mionzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kupitia Tume ya Taifa ya UNESCO imeendelea kutekeleza majukumu yake ikiwemo kuanzisha kwa utekelezaji wa programu ya Bridge Tanzania 2025-26 inayolenga kuwawezesha vijana waliokosa fursa ya elimu kupitia mfumo rasmi kupata stadi za msingi na ujuzi wa ajira na kujiajiri. Aidha, imeendelea na uratibu wa utoaji wa elimu na ushauri wa kitaalamu kuhusu uhifadhi wa maeneo ya urithi wa kitaifa. Mpango wa bajeti wa mwaka wa fedha 2026/27 fungu 46. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2026/27 wizara imeainisha vipaumbele vya bajeti kwa kuzingatia mahitaji ya utekelezaji wa sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2018 toleo la 2023 inayolenga kuimarisha ubora wa elimu, kukuza ujuzi na kuongeza maarifa. Kutokana na mwelekeo huo, wizara itaendelea kuweka jitihada kubwa katika maandalizi ya elimu ya lazima ya miaka 10, elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi, matumizi ya tehama na kuendeleza sayansi, teknolojia na ubunifu ili kuendana na mahitaji ya dira 2050. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2026/27 Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia itajielekeza kutekeleza vipaumbele vitano kama ifuatavyo. Moja, kuendelea na utekelezaji wa sera na mitaala, mapitio ya sheria, kuandaa miongozo na kutoa mafunzo nchini. Pili, kuongeza fursa na kuimarisha ubora wa mafunzo ya amali katika shule za sekondari na vyuo vya amali. Tatu, kuongeza fursa na kuimarisha ubora wa elimu ya awali, msingi, sekondari na ualimu. 4, kuongeza fursa na kuimarisha ubora wa elimu ya juu. Na 5, kuimarisha uwezo wa nchi katika utafiti, matumizi ya sayansi na teknolojia na ubunifu ili kuchochea ujenzi wa uchumi wa viwanda. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itafanya tathmini ya miaka miwili ya utekelezaji wa sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023 iliyoanza utekelezaji wake mwezi Januari 2024 na kuzinduliwa rasmi tarehe 1 Februari 2025. Lengo la kufanya tathmini ni kubaini mafanikio tuliyopata hadi sasa pamoja na kubaini vikwazo mbalimbali vinavyoathiri utekelezaji wake. Serikali itaendelea na maandalizi ya utekelezaji wa elimu ya lazima ili kupokea wanafunzi wa darasa la 6 na wanafunzi wa darasa la 7 kwa wakati mmoja kuingia kidato cha kwanza mwezi Januari 2028. Utekelezaji wa jambo hili muhimu unafanywa na ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, lakini Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia itashirikiana na TAMISEMI hasa katika maandalizi, kuandaa miongozo, kutafuta rasilimali kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu na ununuzi wa vifaa vinavyohitajika, kuhamasisha ushiriki wa wadau ikiwemo sekta binafsi pamoja na kutoa mafunzo kwa walimu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kuweka misingi ya kisheria katika utekelezaji wa sera, serikali itakamilisha mapitio ya sera sheria ya elimu sura 353 na vile itakamilisha mapitio ya sheria ya taasisi zilizo chini ya wizara ikiwemo taasisi ya elimu ya watu wazima, mamlaka ya elimu Tanzania, baraza la elimu la ufundi na mafunzo ya ufundi stadi, baraza la mitihani la Tanzania na bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu ili ziendane na mabadiliko ya sera, sheria na makubaliano ya kikanda na kimataifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kuimarisha ufanisi na mchango wa sayansi, teknolojia na ubunifu katika maendeleo ya kiuchumi na kijamii, serikali itakamilisha mapitio ya sera ya sayansi na teknolojia ambayo sasa hivi ni ya mwaka 1996 ili kubaini utoshelevu wake katika mahitaji ya kisayansi, teknolojia na ubunifu kwa sasa na baadaye, na ili kuwezesha nchi kuwa na sera ya kusimamia masuala haya kulingana na vipaumbele vya nchi pamoja na makubaliano ya kikanda na kimataifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kuongeza fursa katika elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi kwa kutekeleza yafuatayo. Kwanza, itasajili vyuo vya elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi 263. Kati ya vyuo hivyo vya elimu ya ufundi ni 45, vyuo vya mafunzo ya ufundi stadi ni 152 na shule za sekondari za amali 66, na hivyo kufikisha vyuo 577 vya elimu ya ufundi, vyuo vya mafunzo ya ufundi stadi kufikisha 1066 na shule za sekondari za amali kufikia 267.
na itabadahili wanafunzi 374,000 wa elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi, ambapo kati ya wanafunzi hao vyuo vya elimu ya ufundi ni 240,000 na wanafunzi wa vyuo vya mafunzo ya ufundi stadi ni 134,000. Ongezeko la udahili litaongeza idadi ya vijana wenye ujuzi na uwezo wa kujiajiri na kuajiriwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ulimwengu wa sasa unahitaji zaidi vitendo kuliko nadharia. Hivyo walimu wa amali ndio msingi wa kuandaa vijana wenye uwezo wa kufanya kazi kwa vitendo. Kwa kutambua umuhimu huo, serikali itadahili walimu tarajali 200 katika ndaki ya Mtwara ya walimu ufundi ya Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia cha Mbeya na walimu tarajali 1000 katika chuo cha walimu wa ufundi stadi Morogoro. Mheshimiwa Mwenyekiti, walimu hawa wa amali watafundisha katika shule zetu za sekondari za amali na vyuo vya mafunzo ya ufundi stadi, na hivyo kuwezesha kuwa na wahitimu wenye uwezo wa kujiajiri na kuajiriwa na kutatua changamoto za kiufundi ambazo ndio msingi wa maendeleo ya kiuchumi wa taifa lolote linalotaka kujitegemea. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea na ujenzi na ukarabati wa miundombinu mbalimbali ya elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi ili kuongeza fursa na ubora wa mafunzo kwa kuwezesha ujenzi wa miundombinu katika shule za sekondari za amali pamoja na ununuzi wa vifaa vya kufundishia kupitia Mamlaka ya Elimu Tanzania. Vile vile itaendelea na ujenzi wa vyuo 64 vya mafunzo ya ufundi stadi vya wilaya pamoja na kile chuo kimoja cha mkoa wa Songwe. Mheshimiwa Mwenyekiti, aidha serikali itaendelea na ujenzi wa vyuo vya elimu ya ufundi wa kihandisi wa kati, yani polytechnics, ambapo chuo kama hicho tayari kimekamilika hapa Dodoma na vyuo kama hivyo vitajengwa katika mkoa wa Mwanza, Kigoma, Mtwara, Morogoro na chuo kimoja kitajengwa Zanzibar. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kuandaa program katika vyuo vya elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi zinazoendana na mahitaji ya waajiri pamoja na miradi ya kimkakati nchini ikiwemo nishati tehama na viwanda vya kuongeza thamani, serikali itaendelea na utekelezaji wa mkakati wa ushirikiano kati ya taasisi za elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi na sekta binafsi pamoja na wadau mbalimbali wa kitaifa, kikanda na kimataifa katika utoaji wa elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi. Mheshimiwa Mwenyekiti, ushirikiano huo utawezesha wanafunzi wengi zaidi wa elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi kufanya mazoezi kwa vitendo viwandani, kuimarisha ushirikiano baina ya sekta ya ajira na taasisi za elimu na kuwezesha vyuo kuandaa wataalamu kulingana na mahitaji na hivyo wahitimu kujiajiri au kuajiriwa kirahisi zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kuimarisha mafunzo kwa vitendo katika taasisi za elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi kwa kutekeleza afua mbalimbali ikiwemo kununua vifaa na kufunga mitambo katika vituo vya umahiri vilivyopo katika Taasisi ya Teknolojia Dar es Salaam, Chuo cha Ufundi Arusha na Chuo cha Taifa cha Usafirishaji. Vile vile tanunua vifaa vya kufundishia na kujifunzia katika vyuo vya VETA 145, vyuo vya maendeleo ya wananchi 55 na vyuo 9 vya ufundi stadi na marekebisho, vyuo vya ufundi stadi na marekebisho kwa watu wenye ulemavu. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itatoa mafunzo kuhusu mbinu za kufundishia na kujifunzia kwa walimu wapya wapatao 1427 kwa shule za sekondari za amali. Vile vile itatoa mafunzo ya muda mrefu ya ufundi stadi kwa washiriki 15,000 katika vyuo vya maendeleo ya wananchi na washiriki 413 katika vyuo vya ufundi stadi na marekebisho. Ni vyuo vya ufundi stadi na marekebisho kwa sababu vile ni kwa ajili ya watu wenye mahitaji maalum, ya watu wenye ulemavu, ili kuwezesha washiriki kupata ujuzi na maarifa yatakayowezesha kushiriki katika shughuli za kiuchumi. Mheshimiwa Mwenyekiti, sambamba na hilo, serikali itatoa mafunzo ya umahiri na mitaala inayozingatia teknolojia kwa watumishi wa VETA 6,500 na watumishi wa vyuo vya maendeleo ya wananchi 1,300 na vyuo vya maendeleo ya wananchi. Vile vile itatoa mafunzo ya umahiri na mitaala inayozingatia teknolojia kwa wanafunzi 2,300 kutoka vyuo vya elimu na mafunzo ya elimu stadi. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itabadilisha maudhui ya vitabu vya elimu ya msingi na sekondari kwa kuyafanya kuwa maudhui shirikishi ya kielektroniki yanayojumuisha video, sauti, uhaishaji yani animation na majaribio pepe virtual simulation. Maudhui husika yatasaidia tathmini ya papo kwa hapo, ujifunzaji jumuishi kwa masomo ya sayansi, teknolojia na uhandisi na hisabati na matumizi ya rasilimali za multimedia. Serikali itaendelea kuhamasisha usomaji wa jamii, kuboresha juhudi za maktaba nchini kwa kutoa huduma za maktaba kwa watumiaji wasiopungua 800,000 na kununua nakala za vitabu 100,000. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea na utekelezaji wa majukumu ya bodi ya kitaalamu ya walimu Tanzania, Tanzania Teachers Professional Board, ili kusimamia, kudhibiti,
kulinda taaluma ya walimu nchini, ambapo itaandaa mwongozo wa viwango katika ufundishaji ili kukuza mafunzo endelevu katika taaluma ya walimu. Vile vile itaandaa mwongozo wa maadili na mwenendo wa taaluma ya walimu. Vile vile serikali itaanza kutekeleza mpango wa mafunzo kwa vitendo wa mwaka mmoja, internship, kwa walimu wa mafunzo ya walimu. Mpango huu ni muhimu kwa walimu tarajali kwa kuwa utawawezesha kuanisha nadharia na uhalisia darasani. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kuwaendeleza kitaalamu na kitaaluma walimu wa shule za msingi na sekondari, wakufunzi wa vyuo vya ualimu, wadhibiti ubora wa shule na wasimamizi wa elimu ili kuimarisha utekelezaji katika maeneo mbalimbali kwa kutoa ufadhili wa masomo kwa walimu 1223 watakaosoma stashahada ya ualimu wa elimu maalum na kutoa mafunzo kwa walimu 3000 wa ushauri nasihi wa shule za msingi na sekondari kuhusu malezi, unasihi, stadi za maisha na ulinzi wa mtoto, na watendaji 5500 pamoja na walimu na wanafunzi kuhusu majukwaa ya kielimu ikiwemo maktaba mtandao na jukwaa la umma ili kujifunza mitandaoni. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kuimarisha utoaji wa elimu kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum ikiwa ni pamoja na kuimarisha huduma ya ubainishaji na upimaji pamoja na utoaji wa elimu nyumbani kwa wanafunzi kwa kutoa mafunzo kwa wakufunzi 1000 kutoka VETA za mikoa na vyuo vya maendeleo ya wananchi kuhusu namna ya kuwahudumia wanafunzi wenye mahitaji maalum na maafisa elimu maalum 52, maafisa udhibiti ubora 52 na wakuu wa shule 52 kuhusu ubainishaji na upimaji wa wanafunzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kazi za ufasihi hutumika kama kielelezo cha maisha, maadili na historia ya jamii. Kwa matikio, serikali itaendelea kuratibu na kusimamia utoaji wa tuzo ya taifa ya Mwalimu Nyerere ya uandishi bunifu kwa lengo la kuhamasisha na kukuza tasnia ya uandishi wa kazi za fasihi ya Kiswahili ikiwemo riwaya, hadithi fupi na ushairi. Utoaji wa tuzo hizi huhamasisha na kuwajengea uwezo waandishi chipukizi na kuchagiza ukuaji wa sekta ya uandishi hapa nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, elimu ya nje ya mfumo rasmi inatoa fursa kwa wale waliokosa nafasi katika mfumo rasmi kutokana na sababu mbalimbali. Njia hiyo ya elimu inatoa fursa ya kupata maarifa na stadi za maisha kulingana na mahitaji. Kwa umuhimu huo, serikali itaendelea kuimarisha elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi kwa kuongeza udahili kwa wanafunzi wa elimu ya sekondari kwa njia mbadala kutoka 14,765 mwaka 2025/26 hadi 16,000 katika mwaka 26/27. Aidha, itaongeza idadi ya vijana watakaopata stadi za maisha, ujuzi na elimu ya msingi kutoka vijana 16,732 wa mwaka 2026 hadi vijana 22,500 mwaka 2027 kupitia programu ya elimu changamani kwa vijana walio nje ya mfumo rasmi. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kufanya upimaji na tathmini ya kubaini umahiri wa wanafunzi katika kumudu masomo ya elimu msingi, elimu sekondari na ualimu kupitia Baraza la Mitihani la Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kuongeza fursa kwa wanafunzi wa elimu ya juu kwa kuratibu udahili wa wanafunzi 180,000 wanaotarajiwa kuomba kujiunga na programu mbalimbali za shahada ya kwanza katika vyuo vya elimu ya juu. Vile vile itaongeza idadi ya wanufaika wa mikopo ya elimu ya juu. Vile vile itaongeza idadi ya wanufaika wa mikopo ya elimu ya juu kutoka wanafunzi 252,773 wa kwa mwaka 2025/26 hadi wanafunzi 292,981 kwa mwaka 2026/27. Serikali itaendelea kutoa ufadhili kwa wanafunzi waliosoma masomo ya sayansi, teknolojia na uhandisi na hisabati kwa kutekeleza yafuatayo. Itatoa ufadhili wa wanafunzi wenye ufaulu wa juu katika masomo ya sayansi, teknolojia, uhandisi na hisabati kwa kupitia Samia Scholarship. Itatoa ufadhili kupitia programu ya Samia Extended Scholarship Data Science Artificial Intelligence Plus kwa wanafunzi wenye ufaulu wa juu wa masomo ya sayansi katika matokeo ya kidato cha 6 kutoka wanafunzi 50 kwa mwaka 2025/26 hadi wanafunzi 100 ili kujiunga na shahada ya kwanza katika vyuo bora vilivyo nje ya nchi kwa ajili ya kusoma fani za sayansi ya data, sayansi shirikishi na akiliunde. Itaendelea kuwezesha ufadhili wa masomo katika eneo la sayansi na teknolojia ya nyuklia kwa wanafunzi wa shahada ya umahiri. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kuimarisha ushirikiano wa kitaifa, kikanda na kimataifa katika utekelezaji wa elimu ya juu, serikali itaendelea kutoa ufadhili kwa wanafunzi 15 raia kutoka China wanaosoma lugha ya Kiswahili katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa lengo la kukuza na kubiasharisha lugha ya Kiswahili, na wanafunzi 2 raia wa Oman na wanafunzi 5 raia wa Hungary kusoma katika vyuo vikuu nchini kulingana na mikataba na utaratibu uliopo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia katika vyuo vikuu na taasisi za sayansi na teknolojia kwa kujenga na kukarabati miundombinu mbalimbali,
kukamilisha ujenzi na ukarabati wa vyumba vya semina, kumbi za mihadhara, madarasa, ofisi, maabara, maktaba pamoja na miundombinu mingine katika taasisi 21 za elimu ya juu kupitia mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kuimarisha ithibati na udhibiti ubora katika taasisi za elimu ya juu ikiwemo kufanya tathmini na kutoa idhibati ya programu 300 za masomo mbalimbali katika vyuo vikuu. Vile vile itakagua na kufanya tathmini na ufuatiliaji kwa vyuo vikuu 25 kwa lengo la kuendeleza ubora wa elimu kwa kuzingatia utoshelevu wa miundombinu, mafunzo, wanataaluma, utawala na uendeshaji na kutoa ushauri stahiki. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaongeza ufadhili wa miradi ya utafiti na ubunifu kutoka 80 hadi 109 unaozingatia maeneo ya kipaumbele ili kutatua changamoto za mabadiliko ya hali ya hewa, uchumi wa buluu, uvuvi, maji, kilimo, afya na viwanda. Vile vile serikali kupitia taasisi ya elimu za juu na elimu ya ufundi itafanya miradi ya utafiti 1390 katika maeneo mbalimbali ikiwemo afya, elimu, biashara, kilimo, uongozi, ushirika, teknolojia, uvuvi, ardhi, mazingira na usanifu majengo. Serikali itachapisha machapisho 2497 katika majarida ya kimataifa na kimataifa ili kuimarisha usambazaji wa maarifa, uhamasishaji wa mijadala ya kitaaluma na kuhakikisha matokeo ya kazi za tafiti yanatumika katika kutatua changamoto za kijamii na kiuchumi. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itajengea uwezo maabara za taasisi 5 za utafiti na maendeleo ili zitumike kama maabara za rufaa za utafiti na ubunifu wa viwanda. Vile vile itaimarisha mahusiano kati ya taasisi za utafiti na maendeleo, taasisi za elimu ya juu na viwanda ili kuchochea mchango wa utafiti na ubunifu katika kutekeleza dira ya taifa ya 2050. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kuhamasisha wabunifu na kuongeza idadi ya makampuni wanufaika wanaoweza kupokea mikopo kupitia mfuko wa ubiasharishaji wa Samia Innovation Commercialization Fund. Aidha, itawawezesha vyuo 5 vya maendeleo ya wananchi kuwa vituo vya ubunifu. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaimarisha udhibiti na utafiti wa kimkakati unaolenga kuongeza wigo wa matumizi salama ya teknolojia ya nyuklia katika sekta mbalimbali za kiuchumi na kijamii kwa kuendelea kudhibiti matumizi ya mionzi nchini kwa kukagua vituo 900 vyenye vyanzo vya mionzi ili kuwaweka salama wagonjwa, wafanyakazi, jamii na mazingira. Vile vile itapima na kudhibiti viwango vya mionzi kwa wafanyakazi 2110 wanaofanya kazi kwenye mazingira ya vyanzo vya mionzi. Fungu 18 tu mpango wa Tume ya Taifa ya UNESCO. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2026/27 Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kupitia Tume ya Taifa ya UNESCO imepanga kutekeleza yafuatayo. Kwanza, kukamilisha taratibu za kuhakikisha maeneo tarajiwa na yale yaliyo katika orodha ya awali ya UNESCO yaingie katika orodha ya UNESCO. Pili, kuimarisha utekelezaji wa programu za UNESCO katika sekta za elimu, sayansi, utamaduni na mawasiliano kwa kuzingatia ajenda ya maendeleo endelevu. Na tatu, kukuza ushiriki wa Tanzania katika majukwaa ya kimataifa ya UNESCO ili kulinda na kutetea maslahi ya Tanzania. Shukrani. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kutumia fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Wanu Hafidh Ameir, Naibu Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, kwa uchapakazi na umakini wake na ushirikiano mkubwa anaonipa katika kutekeleza majukumu yangu na kufikia malengo ya wizara. Aidha, napenda kumshukuru tena Katibu Mkuu Profesa Caroline Nombo, Naibu Makatibu Wakuu Profesa Daniel Mushi na Dr. Hussein Omar kwa kunipa ushirikiano mkubwa. Vile vile naomba kutoa shukrani za dhati kwa kamishna wa elimu, wakurugenzi, wakuu wa taasisi na watumishi wote kwa kusimamia utekelezaji wa majukumu ya wizara kwa juhudi na ufanisi. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia napenda kuwashukuru viongozi wa vyama vya wafanyakazi, walimu, wanafunzi na wadau wote wa elimu kwa ushirikiano wao katika kutekeleza majukumu yangu. Aidha, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa wamiliki na management wa shule, vyuo na taasisi binafsi ambao wamekuwa wakishirikiana na serikali katika kutoa huduma ya elimu na mafunzo. Na hapa naomba nirudie tena, Mheshimiwa Mwenyekiti. Aidha, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa wamiliki na mameneja wa shule, vyuo na taasisi binafsi ambao wamekuwa wakishirikiana na serikali katika kutoa huduma ya elimu na mafunzo nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile nawashukuru washirika wa maendeleo na wadau wote wa elimu ambao wamechangia kufanikisha utekelezaji wa mipango ya miradi ya elimu, sayansi na teknolojia. Naomba kuwatambua baadhi yao kama ifuatavyo: Afrika ya Kusini, Brazil, Canada,
China, Ethiopia, Finland, Hungary, India, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kenya, Korea Kusini, Mauritius, Misri, Norway, Sweden, Ufaransa, Uholanzi, Uingereza, Ujerumani, Urusi, Uturuki na Uswisi. Aidha, natambua pia mchango wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda pia kushukuru mashirika ya kitaifa na kimataifa yanayochangia kufanikisha miradi na programu za elimu, sayansi na teknolojia ambayo ni pamoja na Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, Benki ya Dunia, Benki ya Maendeleo Afrika, British Council, Campaign for Female Education, Christian Social Services Commission, Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization, DAD, Foreign, Commonwealth and Development Office, Global Partnership for Education, Inter-University Council for East Africa, International Atomic Energy Agency, Japan International Cooperation Agency, Jumuiya ya Madola, Karibu Tanzania Organization, Korea International Cooperation Agency, Swedish International Development Agency, Tanzania Education Network, mtandao wa elimu Tanzania TENMET, Umoja wa Nchi za Ulaya, United Nations Development Program, UNESCO na UNICEF. Mheshimiwa Mwenyekiti, maombi ya fedha. Ili kuwezesha utekelezaji wa malengo yaliyoainishwa katika mwaka wa fedha 2026/27, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia fungu 46 inaomba kuidhinishiwa jumla ya shilingi trilioni 2 bilioni 394 milioni 423,829 elfu kwa mchanganuo ufuatao: shilingi bilioni 697 milioni 841,881 elfu ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida ya wizara, ambapo shilingi bilioni 648 milioni 82,352 elfu ni kwa ajili ya mishahara, na shilingi bilioni 49 milioni 759,529 elfu ni kwa ajili ya matumizi mengineyo, na shilingi trilioni 1 bilioni 696,581 milioni 948 elfu zinaomba kwa ajili ya miradi ya maendeleo, na ambapo shilingi trilioni 1 bilioni 337 milioni 249 ni fedha za ndani, na shilingi bilioni 359 milioni 332,948 elfu ni fedha kutoka washirika wa maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara kupitia Tume ya Taifa ya UNESCO fungu 18 inaomba kuidhinishiwa jumla ya shilingi bilioni 3,866 milioni 993 elfu kwa ajili ya matumizi ya kawaida, ambapo mishahara ni shilingi bilioni 1 milioni 335 na 20 elfu, na matumizi mengineyo ni shilingi bilioni 2 533 milioni 973 elfu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa heshima kubwa naomba sasa bunge lako tukufu likubali kupokea, kujadili na kupitisha makadirio ya bajeti ya wizara fungu 46 na fungu 18 yenye jumla ya shilingi trilioni 2 bilioni 398 milioni 290 milioni 822 elfu. Mheshimiwa Spika, napenda kuhitimisha kwa kutoa shukrani zangu za dhati kwako wewe Mheshimiwa Mwenyekiti na waheshimiwa wabunge wote kwa kunisikiliza. Mheshimiwa Mwenyekiti, hotuba hii inapatikana katika tovuti ya wizara www.moe.go.tz. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kutoa hoja. Asante sana Mheshimiwa Waziri, hoja